Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, wapenzi wa klipu zangu, asante sana. Nawapenda sana. Leo niko na dawa ya kuimarisha kumbukumbu kwa watu wazima, kwa kina baba, kwa kina mama, kwa watoto wa shule. Dawa ya kuimarisha kumbukumbu. Kuna watu wana ugonjwa wa kusahau, kuna watu wana matatizo ya kuwa akisoma jambo sasa hivi na maana baadaye ameshalisahau. Kuna watu wana matatizo ya akili kabisa, ya kurukwa na akili. Basi kama una dawa yako unayotumia kumtibu mtu mwenye tatizo la akili, weka na mti huu, chemsha pamoja, basi inamrudishia kumbukumbu ya kujua hiki ninachokifanya ni kizuri au sio kizuri. Inshallah taala, Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi, tuwe wenye kukumbuka fa innama al-usri yusra, innama al-usri yusra. Kwenye uzito Mwenyezi Mungu atie wepesi, na penye wepesi Mwenyezi Mungu apatie wepesi zaidi. Tatizo hili la kukumbuka mimi lilikuwa linanipata sana, tatizo la kumbukumbu, lakini inshallah kwa sasa niko vizuri, kwa sababu kutunga kitabu mpaka mtu akakisoma na akakielewa, unatakiwa uwe na kumbukumbu ya hali ya juu sana, kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo nimevitumia nikiwa na miaka 13 huko nyuma naanza uganga, lakini navikumbuka mpaka leo. Sijaweka katika daftari, lakini ninavikumbuka mpaka leo. Waweja sana. Kwa hiyo kumbukumbu ni kitu cha msingi sana, kwa hasa kwa wanaosoma shule, kwa wanaofanya mitihani, kwa wanaosoma vyuo kwa ajili ya kumbukumbu fulani, kwa wale walioajiriwa kwa ajili ya kutunza kumbukumbu za watu na kadhalika. Rosemary, hii rosemary kila mtu anaijua, nadhani tulio wengi, picha yake ndio hiyo Rosemary ukipika kama chai na ukaitumia asubuhi na usiku wakati wa kulala, basi rosemary inaleta kumbukumbu, inaleta ubongo, utulivu wa ubongo. Sisi tunaita kifupi ni afya ya akili. Afya ya akili unaipata kwa kutumia hii rosemary, unachemsha, unakunywa kama chai. Hata visukari unaweza ukaweka kidogo ukatumia kama chai, basi hufungua mishipa ya akili na pia huleta afya ya akili. Asante sana, usisahau kusubscribe channel hii ili uweze kuendelea kupata masomo mengi mbalimbali ya afya yetu, kutumia miti yetu na tiba zetu. Pia vile vile haya yote yako katika kitabu changu kinachosema urithi wetu wa miti shamba. Kitabu cha urithi wetu wa miti shamba. Asante sana. Kitabu hiki ni kipya ambacho kinakaribia kutoka hivi karibuni. Kwa hiyo inshallah taala, Mwenyezi Mungu atusaidie kitabu hichi kitoke na kila mmoja aweze kukipata, ili tuweze kujitibia maradhi sisi wenyewe. Kuna maradhi ambayo hayataki ukatupa pesa nyingi. Unapata kitabu chako kwa shilingi 2000, basi unajitibu mwenyewe maradhi mengi mbalimbali ambayo yanaweza yakakusababishia kupata matatizo makubwa. Unajua kuna tatizo jingine linaingia ni kidogo na unaona ni kidogo, lakini kwa baadaye linakuja kuzaa linakuwa kubwa zaidi. Waweja sana.